Happy New Week watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kushuhudiwa sasa hivi kule nchi jirani ya Uganda baada ya uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2026. Ni uchaguzi ambao watazamaji wangu uliandamana na fujo, ghasia na wananchi kupoteza maisha yao. Viongozi wa upinzani wamekuwa wakitekwa nyara, wamekuwa wakivamiwa na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Matokeo yametangazwa watazamaji wangu, lakini je, haya matokeo yametimiza matakwa ya wananchi? Wananchi wamefurahishwa na kuchaguliwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni kwa muhula wa 7? Kabla ziendelea kufahamisha zaidi mtazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunazipata siku ya leo kutoka nchi jirani ya Uganda, ningependa kukomba uweze kulike hii video, uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo kwa kwanza kuzipata hizo habari punde tu zinapotendeka. Na mtazamaji, mambo yameanza kuchemka kule nchini Uganda. Wananchi wameanza kuandamana wakipinga uchaguzi wa mwaka wa 2026 na hasa kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni. Kuna video kadhaa watazamaji wangu ambazo zimekuwa trending, ama video ambazo zimekuwa zikionyeshana kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana ya kwamba vile ambavyo huu uchaguzi haukufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya haki na usawa, na wale viongozi ambao walichaguliwa na wananchi sio viongozi ambao walitangazwa washindi. Katika baadhi ya vituo vya kupiga kura watazamaji wangu, kuna baadhi ya wale agenti ambao walionekana wakimsaidia Yoweri Kaguta Museveni kushinda ama kuchaguliwa, walikuwa wana mark makaratasi kwenye upande wa Yoweri Kaguta Museveni, tofauti kabisa na vile ambavyo wananchi walikuwa wanapiga kura. Yaani watazamaji wangu, kura za uchaguzi wa mwaka 2026 kule nchini Uganda zimeoneshana kabisa hazikuwa za haki na hazikuwa na usawa. Na ni kama hata baada tu ya wananchi kujitokeza kupiga kura, yale matokeo ambayo yalikuwa pale ground sio matokeo ambayo yametangazwa siku ya mwisho, matokeo ambayo yalimwezesha Yoweri Kaguta Museveni kushinda. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine amekuwa akisema ya kwamba yeye hakubaliani kabisa na haya matokeo, hasa kwenye upande wa uchaguzi wa urais. Anasema ya kwamba yale matokeo ambayo yalitolewa pale ground kwenye vituo vya kupiga kura ni tofauti kabisa na yale matokeo ambayo yalitangazwa na tume huru ya uchaguzi kule nchini Uganda. Hajui haya matokeo ambayo yalikuwa yanatangazwa kumwezesha Yoweri Kaguta Museveni kushinda, je, yalitoka wapi? Kwa sababu wananchi, asilimia kubwa ya wananchi wanaonekana hawakuwa wanataka kuendelea kutawaliwa na Yoweri Kaguta Museveni. Walikuwa wanataka viongozi wapya, wanataka nchi mpya, wanataka demokrasia, na ndio unaona sasa hivi wamelazimika tena kuanza kurudi kwenye maandamano. Ingawaje watazamaji wangu, mitandao ya kijamii haifanyi kazi sasa hivi kwa sababu ya internet disconnection. Kuna video tu kadhaa ambazo zinaonyeshana ya kwamba kule nchini Uganda watazamaji wangu, wananchi wameamua enough is enough, wanataka kuikomboa nchi, wanataka kukomboa nchi kutokana na udikteta. Wanataka kiongozi ambaye atakuja kuwajali, wanataka katiba ambayo itawawezesha wao kuwa na nguvu na usemi pale nchini Uganda, kinyume na uongozi wa udikteta, dhuluma na mateso ambao wamekuwa wakiupitia chini ya Yoweri Kaguta Museveni. Hiyo miaka yote ambayo amekuwa akitawala watazamaji wangu, ni yeye amekuwa tu akichaguliwa kama rais, na kuna viongozi ambao wanajitokeza waziwazi wanasema ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa nchi ya Uganda kumuondoa Yoweri Kaguta Museveni kupitia kwenye njia ya uchaguzi. Hii ina maana ya kwamba wao wenyewe, serikali ya Yoweri Kaguta Museveni, inajua ni mbinu gani ambayo imekuwa ikizitumia ili iweze kumpitisha Yoweri Kaguta Museveni. Yaani wako na imani kabisa, they are very confident ya kwamba Yoweri Kaguta Museveni hawezi kushindwa kwa njia ya wananchi kushiriki kwenye uchaguzi kwa kupiga kura. Kwa hivyo ana maana gani? Anamaanisha kwamba wa Uganda sasa watafute mbinu nyingine ambayo wanaweza kumuondoa Yoweri Kaguta Museveni ama kuondoa uongozi mbaya. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kujionea baadhi ya video ambazo zimekuwa zikitrend kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana vile ambavyo kuna baadhi ya maagenti ambao walionekana wakimpigia Yoweri Kaguta Museveni kura. Sio wale wapigaji kura, hapana. Unaona wana mark makaratasi kwenye upande wa Yoweri Kaguta Museveni, ndiposa zile kura zake zikuwa mingi. Yaani kuna rigging, kuna wizi ambao ulifanyika kwenye huo uchaguzi ambao ulifanyika kule nchini Uganda. Kabla ya kuweka hii video mtazamaji wangu, nakumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.
Tiyo mshahara bakwira zinga zo kwiza kwa nyongo bakiriya nano ni kurombo mugwanya nini mbe ucande bakiriya Badman wipono utandisa abasajja mu balaba abasajja mu balaba emundu zibakutte mu balaba bajaga kutankula Uganda empya yagala okuyingira abasajja mu balaba zampita Badman wipono yenze wipono utamu balaba abasajja ba mu balaba basaze ku balaba ne mundu yenze wipono yenze Badman wipono mukuduka Lunyo utandise yenze Badman wipono yenze Badman wipono mundaba utandise era mundaba yo nemukuduka Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, ni kweli uchaguzi haukufanyika kabisa kwa njia ambayo ilikuwa ni ya haki na usawa, na kuna habari ambazo zinasema ya kwamba Changulanyi ndio alikuwa ameongoza kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka huu 2026, lakini matangazo ambayo ama matokeo ambayo yalitangazwa siku ya mwisho kumwezesha Yoweri Kaguta Museveni kushinda hayakuwa ya ukweli. Lakini sasa watapata haki vipi? Kuandamana kutawasababisha wao kura ziweze kurudiwa. Wakiendelea kuandamana kukataa uchaguzi wa mwaka 2026 na kukataa kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni, je, kweli watashinda? Wa Uganda wako tayari na huo umoja, wako tayari kuungana kuingia kwenye maandamano ya amani ili kudai haki na uongozi mzuri na kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2026, kwa sababu upinzani ukiwa peke yake na wale wachache hautaweza. Unahitaji wingi wa mamilioni ya wa Uganda wajitokeze kwenye maandamano. Lakini zile dhuluma na mateso ambazo wanazidi kukumbana nazo pale ground, watazamaji wangu, zinazidi kuwaogopesha. Unajua hakuna kitu kibaya ukiingia kwenye maandamano, unapigwa risasi, unatupiwa tear gas, unaumizwa, unakuwa abducted, na hakuna jambo lolote ambalo mahakama inasema maofisa wa polisi wako pamoja na serikali. Yani inakuwa wewe mwananchi kwa upande wako wewe mwenyewe, serikali yote iko nyuma ya Yoweri Kaguta Museveni kusupport jema au libaya ambalo linafanyika kule nchini Uganda. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, tayari kuna baadhi ya mitandao ambayo imeanza kurejeshwa, internet imeanza kurejeshwa hivi, ingawaje bado watazamaji wangu hatujui nini ambacho kinaendelea kule nchini Uganda, isipokuwa tu wale ambao wako ground. Hizi siku ambazo internet ilikuwa imezimwa watazamaji wangu, kuna mambo ambayo yalitokea kule, na kipindi hiko habari zinasema ya kwamba zaidi ya watu 10 walipoteza maisha yao katika zile vuta ni kuvute na ghasia ambazo zilishuhudiwa kwenye siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi wa mwaka 2026 ambao ulifanyika tarehe 15 Januari. Na kwa mimi hapa watazamaji wangu, lakini sijui mko na maoni gani kuhusiana na huu uchaguzi wa Uganda wa mwaka 2026 ambapo Yoweri Kaguta Museveni ameibuka tena mshindi kwa muhula wa 7, kinyume kabisa na matarajio wananchi, lakini mambo hivyo ndivyo yalivyo. Wewe mtazamaji wangu ulikuwa unamuombea nani aweze kushinda? Wewe ulikuwa umesimama na rais wa sasa hivi Yoweri Kaguta Museveni, ama ulikuwa unamtaka Robert Changulanyi aweze kushinda huu uchaguzi wa mwaka 2026? Na pia wewe mtazamaji wangu unasimama na upinzani na wa Uganda ambao wamejitokeza kwenye maandamano kupinga uchaguzi huu wa mwaka 2026 kwa vile ambavyo haukuwa wa haki na usawa, na vile ambavyo kuna visa vya wizi wa kura ambavyo viliweza kuripotiwa. Kabla sijatama, hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.